Mtazamaji wa Gift Online TV, karibu ndani ya Zoom Sport tukiweza kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwa siku hii leo tutaweza kujuza kuhusiana na Simba na Yanga. Ligi imeweza kuanza, lakini kuna baadhi ya vitu tumeweza kuvishuhudia katika kikosi cha Young Africans. Lakini vipi kuhusiana na Simba? Kuna jambo ambalo litaweza kutokea, basi moja kwa moja tutaweza kujadili vyema kabisa vizuri zaidi kwa siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Jina langu ni Tobias Kisima, nitakuwa na mchambuzi wa soka. Yeye atajitambulisha kwa mwenyewe kwa sababu ni siku ya kwanza ambayo ameanza pia kufanya uchambuzi kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo salia nasi ndugu yangu. Kwema kwanza? Kwema kabisa. Karibu sana ndani ya studio za Gift Online TV. Asante sana. Nadhani ni mara ya kwanza kuweza kufika. Ni mara yangu ya kwanza kufika ndani ya studio hizi. Unajisikia vipi? Kwa kweli kwanza nitoe pongezi kubwa sana kwa uongozi wa studio hii. Wametengeneza studio nzuri. Ndiyo. Najisikia vizuri, niko comfortable, tumekaa tumeenjoy, kwa hiyo mambo mazuri. Sawa, karibu sana. Asante sana. Sawa, kwa siku ya leo tunaweza kujadili soka kuhusiana na timu mbili ambazo ni kubwa sana. Tuweza kuanza na Yanga, alafu tuweza kufuata kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Tukianza na Yanga, kwa siku ya jana tumeweza kuona kipindi cha kwanza kimekuwa na sintofahamu, kimekuwa kama hakikueleweka. Baada ya kipindi cha pili kuweza kuanza pia na kuweza kuleta matokeo ambayo ni mazuri na kufurahisha mashabiki. Mashabiki wengi walikuwa wanalalamika kuhusiana na kocha Romain Folz kwa kile ambacho alikuwa ameweza kukifanya kwa kutoweza kupanga kikosi chenye ubora angali ni mwanzo. Je, kwa upande wako tukiingia kwenye swala zima la kiuchambuzi, ni nini ambacho Romain Folz anafeli mpaka kuweza kupelekea mashabiki kuweza kulalamika? Kimsingi ni kwamba kocha wa Yanga ana kazi kubwa ya kufanya kuonesha kwamba yeye ni kocha bora kwa namna na timu aliyoko nayo. Kwa sababu ukizingatia Yanga ni timu kubwa. Ndiyo. Ambayo kwa misimu iliyopita imechukua makombe misimu 4 mfululizo. Kwa hiyo unaona ni timu ya aina gani. So ni timu ambayo ina kiwango kimchezo. Na ukizingatia mechi ya jana jinsi ambavyo imeanza kipindi cha kwanza, kwangu mimi naona ilikuwa bora sana kwa Pamba. Isipokuwa kwamba Pamba ni timu ambayo ilishindwa kutumia nafasi zilizozipata, lakini Pamba waliona kiwango bora kuliko cha Yanga. Hiyo tunaona kabisa kwamba kocha bado hajaweza kuseto mifumo yake kwa wachezaji ambao wanatumia. Sawa, kiwango cha Pamba wapo katika ubora katika eneo gani? Katika eneo la fullback, katika eneo la kiungo, au katika eneo la ushambuliaji? Kwa jana kipindi cha kwanza naona walikuwa wamekamilika kila idara. Ukiangalia viungo vya Pamba, kiungo wa Pamba pale karibia wote waliwapoteza kabisa viungo wa Yanga. Ulikuwa umuoni Kante akifanya pale chochote. Zaidi ulikuwa unaona Nation anafanya kazi kubwa pale katikati. Lakini ukienda pembeni kwenye winga yule Kamara alikuwa anawasumbua sana mabeki wa Yanga. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba Pamba waliwashika Yanga katika kila idara kwenye kipindi cha kwanza. Ndio. Sawa, Pamba Jiji walifeli wapi mpaka kuweza kupelekea kupoteza mchezo kwa bao 3-0? Ni nadhani kilichowaponza au kilichofanya mpaka kupoteza mchezo ni matumizi ya nafasi. Yanga ni timu kubwa, hata kama ukiweza kuimiliki kiasi gani, ikitokea wamepata nafasi 1, 2, 3 kwa timu kama Pamba wakashindwa kuzitumia, pia itakuwa ni ajabu sana. Pamoja na kiwango kibovu ambacho wamekionyesha Yanga, lakini bado kwenye matumizi ya nafasi wamekuwa bora. Na ukiangalia kwenye kipindi cha pili, nafasi 2 zilizopatikana baada ya sabu ya Pakome, Mudathiri na Kouma, unaona kabisa mchezo ulikuja kubadilika pale. Kwa hiyo nadhani matumizi ya nafasi ndio aliyoiponza Pamba. Kwa ukubwa wa Yanga, kwa zile nafasi chache walizozipata wakazitumia vizuri, na ukiangalia baada ya game kubadilika kwa zile sabu zilizofanyika, nadhani ndio hicho kikubwa kilichotokea kwa Pamba. Sawa, Pamba aliweza kupoteza. Je, pengine kwa ushindani ambao alionyesha kwa siku ya jana mpaka dakika 45 plus ndo Yanga wanaweza kupata bao la kwanza. Kwa ubora ambao ameonyesha kwa siku ya jana, akiendelea nao pengine ataweza kushika katika nafasi zilizo nzuri, nikizungumzia 3-4. Changamoto kubwa kwenye hizi timu zetu za ligi kuu, ukiachia Simba, Yanga na Azam na kwa sasa Singida, huwa zina tabia kucheza vizuri sana zinapokutana na hizi timu 4. Yaani kwa mfano Pamba kacheza na Yanga jana. Unaona kiwango chake kilikuwa kizuri sana. Lakini atakapokwenda kukutana na timu yenye level yake, unaona Pamba ingine kabisa ambayo sasa, kwa mfano na swali lako, kama akiweza kumaintain ubora alioonyesha jana, naamini Pamba itakuwa ni moja kati ya timu ambazo zitamaliza kwenye nafasi ya juu, kama sio ya 4 ya 5, kama atashuka chini hapo kwa kiwango alichokionyesha jana kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Sawa, na Yanga
afanye kipi ili kutokuweza kuleta matokeo ambayo yalitokea kwa siku ya jana? Tukiangalia kwa kipindi cha kwanza kwa kikosi alichoanza nacho, kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanaonyesha pia kiwango kizuri, na kuna baadhi ya wachezaji ambao kwa level zao hawakutakiwa kufichwa na wachezaji wa Pamba. Sasa bado kocha tunaona kabisa bado anahitaji kutumia kile kikosi ambacho either kilikuwa kinatumika msimu uliopita, kama kina Pacome, Mudathiri, na kwa sasa labda ambaye anakaa kwenye mfumo vizuri, Kouma ni mchezaji ambaye anaonyesha kiwango kizuri. Prince Dube pia na movement nzuri, na Mzize bado anahitajika kuanza kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo nadhani kwa sasa wakati kocha anaendelea kuweka kikosi vizuri, nadhani jambo kubwa ni kuendelea kutumia wachezaji ambao walikuwa hapo kwenye mfumo uliopita au kwenye kikosi kilichopita cha msimu uliopita. Nadhani ataendelea kupata matokeo mazuri. Sawa. Umemzungumzia Dube ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na pressure ya juu sana endapo akifika katika eneo la kumalizia pale. Kipi ambacho kinamsibu Dube? Labda ni pressure mchezo au ni kuhitaji ushindi kwa aina yake kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea, kwa sababu tukiangalia sakata lake la kutoka katika kikosi cha Azam kuelekea katika kikosi cha Yanga kulikuwepo na sintofahamu. Je, ni ile pressure kuweza kufanya vizuri, kuhitaji kufanya vizuri zaidi ndio ambayo imepelekea yeye kuweza kuwa na utofauti katika kikosi cha Yanga pale? Changamoto kubwa kwa Prince Dube ni eneo alilopo. Yupo kwenye timu kubwa kuliko Azam. Na matarajio ya mashabiki wengi wa Yanga wanategemea kumuona Dube akifanya bora zaidi ya hapo anapofanya. Though mpaka sasa anafanya bora, lakini sio kile ambacho wanategemea na Yanga. Wana Yanga wanategemea kumuona Dube akifunga karibu kila mechi. Kitu ambacho kwa kimekuwa kigumu. Huenda ni pressure ya sehemu aliyopo, au pia uwezo na ule muunganiko wa timu. Lakini kimsingi Dube unaweza kumuita kama bomu la machozi. Kuna wakati unaweza kumtegemea asifanye kitu, kuna wakati ambao umtegemea anafanya kitu. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye sidhani kama anahitaji muda, anahitaji kuonesha kiwango chake tofauti na hiki ambacho anakionyesha. Wanayanga wanategemea magoli mengi kutoka kwa Prince Dube. Kwa hiyo anahitajika kufunga zaidi ya kile ambacho anakifanya sasa hivi. Sawa. Mwalimu Romain Folz tayari ana mechi 3 ambazo zinazoeleweka, ikiwemo ya kwanza ufunguzi wa ligi, ikiwemo ya michuano ya nje dhidi ya Wydad, pamoja na mechi ya siku ya jana yao dhidi ya Pamba. Kwa mtazamo wako, ameweza kuonyesha pia ubora, ikiwemo mechi 2 akiwa na mabao 3-3, lakini yeye pamoja na Simba bao 1-0. Kwa upande wako tukizungumzia kiuchambuzi, Romain Folz bado anatakiwa aendelee kukinoa kikosi cha Young Africans, au pengine kutokuweza kupanga kikosi vizuri, anatakiwa abebeshe virago aweze kuondoka? Kwa ninachokiona mimi kwa kocha Romeo ni kwamba ni mtu ambaye ana bahati ambayo ameiandaa. Kwa maana gani? Kwamba tayari yupo kwenye kikosi ambacho kwanza kina muunganiko. Kuna baadhi ya wachezaji wana muunganiko mzuri. Nadhani matokeo ya Yanga kwa sasa sidhani kama mbinu za kocha zinafika hata 40%. Isipokuwa zile uwezo wa wachezaji, jitihada na vitu vingine wanavyojiongeza wao wenyewe wachezaji, na bahati pia. Kwa hiyo kwa Romeo nadhani mbinu zake mpaka sasa alichokionyesha bado anahitaji kupata muda mwingi au kufanya kazi kubwa ya kuonesha kwamba hii timu inayocheza ni kwa mfumo wangu na sio ule muunganiko wa wachezaji au mfumo wa wachezaji wenyewe. Kwa sasa kikubwa kinachoonekana ni jitihada za wachezaji kupata matokeo. Ukizingatia kwa mfano mechi walioshinda 3-0 ugenini, unaona kabisa bado ni wachezaji walikuwa wana struggle, wanapambana uwanjani. Ukiangalia mechi dhidi ya Simba ambayo anapata ushindi wa bao 1, unakuja kuona ni bahati ile mechi. Kwangu mimi naona kabisa Yanga alikuwa na nafasi kubwa ya kupoteza na Simba alikuwa na nafasi kubwa ya kushinda, lakini kwa sababu bahati ilikuwa kwa Yanga, unaona namna gani Simba ilipoteza mchezo. Na mechi ya jana pia ni hivyo. Pamba Jiji wamecheza mpira mkubwa sana kuliko Yanga, lakini kwa uzoefu wa Yanga, uzoefu wa wachezaji wa Yanga kutumia nafasi, wakaweza kupata matokeo. Kwa hiyo kocha bado anahitaji kuonesha kwamba hii timu anainoa kweli. Sawa, hauna la kujazia hapo, pengine tuibukie sasa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tuendelee kuwapa muda makocha. Tuendelee kumpa kocha wa Yanga muda, kwa sababu bado ligi ndio imeanza. Kuna vingi tutakuja kuviona hapo mbele. Wanasemaga mafuta siku zote wanajitenga na maji. Kwa hiyo
tutaona, lakini kwa mfumo ambao, kwa mpira ambao umechezwa jana na Yanga bado anahitaji kufanyia kazi. Yes. Sawa. Na mtazamaji, ni Zoom Sport. Kumbuka tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana ndani huduma ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Ili uweze kufika katika huduma ya Mlima Moria Ministry, kama tokea Moshi, panda gari na kuja maili 6, shika kituo cha mashine. Moja kwa moja utarudi nyuma kidogo, utakutana na bango kubwa kabisa la huduma za Mlima Moria Ministry. Kisha na barabara hiyo moja kwa moja tunaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Lakini kama utokea Arusha na utokea Boma, panda gari na kuja Moshi, shikia kituo cha mashine, lakini wewe utavuka barabara. Kisha vuka barabara, sogea mbele, utakutana pia na bango kubwa kabisa la huduma za Mlima Moria Ministry. Ukishuka na barabara hiyo, utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, siku ya Jumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa kuanzia majira ya saa 8 mpaka majira ya saa 11, lakini siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 6 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu ndani huduma ya Mlima Moria Ministry. Kubwa zaidi tukiweza kujadili kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo tumeweza kuona tofauti wa Yanga ambao wameweza kuonyesha jitihada, lakini sasa tunaelekea kwa Simba pia, ambao pia nao wao ni miongoni mwa watu ambao mwa timu ambayo inaweza kufanya vizuri zaidi katika ligi kuu soka Tanzania bara. Moja kwa moja sasa tuweze kujirejea katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Wekundu wa Msimbazi Simba, mechi ya mwisho iliweza kuamua kwa wao kuweza kupoteza, kwa Yanga kuweza kuchukua na hatimaye kuona mwelekeo ambao ni mzuri kwao, lakini tuliona waliweza kujitahidi kwa kiasi chake. Vipi kuhusiana na msimu huu katika mechi ambazo wameweza kucheza, ikiwemo mechi za urafiki pamoja na mechi ya ngao ya jamii ufunguzi dhidi ya Yanga? Tunaiona wapi Simba kuelekea msimu ujao? Kimsingi kwanza timu kama Simba inakwenda kuanza ligi ikiwa na machungu sana. Ukizingatia mechi ya mwisho ya ligi msimu uliopita ilitegemea ipate ushindi ili iweze kuwa bingwa. Lakini kwa bahati mbaya wakapoteza ule mchezo. Wamekuja wameanza msimu kwa ngao ya hisani, wamepoteza mchezo japo walikuwa na kiwango bora sana. Sasa tunaangalia vipi Simba kwenye msimu huu? Ni kwamba ukiangalia mechi walizocheza, hasa mechi ya ngao ya hisani ambayo inabeba ni ufunguzi wa ligi. Unaona walikuwa na kiwango bora sana. Walicheza mpira mkubwa. Unaona ni timu ambayo inataka nini kwenye ligi katika msimu huu. Ni timu ambayo ina muunganiko kiasi gani. Japo wanakwenda kuanza ligi mechi ya kwanza wakiwa na wao pia na kidonda sehemu ya kuwa wanaenda kwenye ligi au kwenye mechi bila kuwa na kocha mkuu. Wanakuwa na kocha na msimamizi tu au msaidizi. Kwa hiyo ni kidonda pia ambacho kinaweza kikaweka doa sehemu fulani. Lakini ni timu ambayo unaona ilikuwa tayari imekusha jijenga, ilikuwa inaonesha kiwango bora. Tunategemea kwa kiwango ambacho tukionyesha kwenye mechi dhidi ya Yanga ya hisani. Ni timu ambayo inaweza kufanya jambo kubwa katika msimu huu. Sawa. Simba wameweza kumwachia kocha wao Fadlu Davis. Pengine unadhani Fadlu Davis ilikuwa ni wakati wake wa yeye kuweza kunyanyua virago na kuondoka? Nakumbuka kuna wakati nilifanya interview na Gift Online maeneo ya Mbuyuni pale. Nikasema katika kitu ambacho Simba walikuwa wamewini ni kufanya usajili wakiwa na kocha. Na asilimia kubwa ya wachezaji waliosajiliwa ilikuwa ni mapendekezo ya kocha. Ukizingatia kuna Mligo tuseme haikuwa pendekezo la viongozi, ilikuwa ni pendekezo la kocha. Kwa sababu tayari kuna mchezaji ambaye alikuwa yupo kwenye nafasi hiyo na alikuwa amesha kuja kwenye timu. Lakini baada ya kuona kocha kwamba anamhitaji mtu fulani, yule mchezaji akaondoka na Mligo akaingia. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo ilikuwa imejijenga vizuri, kwamba ilikuwa inafanya usajili na kocha ambaye alikuwa mchezaji anahitaji yeye. Kwa hiyo kumwachia kocha hata ligi mechi ya kwanza haijaanza, sidhani kama ilikuwa ni kitu sahihi sana. Huenda pia ni maslahi yamemtoa au kuna mambo ndani ya timu yamemtoa. Lakini Simba ilihitaji kubaki na Fadlu walau kwa nusu msimu, kuona kile ambacho Fadlu amekijenga au amekiita kwenye timu yake anaweza kufanyia nini na nini kitatoka. Umezungumzia kuhusiana na maslahi au kuna sababu ambayo imemtoa? Unadhani ni sababu gani ambayo itakuwa imeweza kumtoa katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba? Labda huenda ni kuna wachezaji ambao walikuwa wanawahitaji akawakosa, au pengine unaona ni nini ambacho kimesababisha mpaka yeye kuweza kuondoka? Kimsingi mpira wetu na siasa nyingi. Lakini kama ni wachezaji kwamba kuna wachezaji aliwahitaji akawakosa, si dhani, kwa sababu
kulikuwa kuna nafasi ya usajili mpaka mara ya mwisho anakuja kusajiliwa beki nani alikuwa Taifa Stars. Unaona bado kocha alikuwa anahitaji watu na alikuwa anapewa watu. Nadhani ni jambo kubwa hapo ni maslahi. Kama kuna mambo ya ndani ya timu kwamba yamesababisha Fadru akaondoka, yatakuwa yapo, lakini kikubwa ambacho naona ukizingatia pia ametoka Simba amekwenda Raja. Raja ni timu kubwa, na ukiangalia timu za ukanda wa kaskazini zikihitaji kocha au mchezaji kutoka kwetu huku ni rahisi sana kumpata kuliko sisi kutoa kule kuwaleta huku. Kwa hiyo kwa timu aliyoenda nadhani ni maslahi yameongea zaidi. Sawa, Morocco ameweza kukabidhiwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kukinoa kikosi hicho. Pengine Morocco tunafahamu pia aliweza kukinoa kikosi cha Taifa Stars, na pengine kuna baadhi ya mechi walikuwa wanaweza kufanya vizuri. Kwa upande wako wewe unaona kwamba ni anatakiwa kukinoa kikosi, au kutokana na ubora wa kikosi cha Yanga ilikuwa sio hadhi yake, kikosi cha Simba ilikuwa sio hadhi yake kuweza kukinoa? Morocco ni kocha mzuri sana. Ukizingatia ni kocha ambaye kwenye timu anayofundisha timu ya taifa Tanzania ameleta mafanikio makubwa sana. Ndio. Kwa hiyo unaona ni kocha aina gani. Ingekuwa inawezekana kocha Morocco kuwa kocha wa Simba wa kudumu, nadhani ingewezekana, ingefanyika hivyo, kwa sababu unaangalia kitu ambacho anakitoa kwenye timu ya taifa. Lakini kwa sababu ya majukumu yake ya timu ya taifa, basi inawezekana ni changamoto yeye kuendelea kuwa pale kwenye nafasi ya ukocha mkuu. Lakini ni kocha ambaye anastahili, ana uwezo mzuri wa kufundisha timu, ana uwezo mzuri wa kuleta matokeo katika timu. Na naamini kwa sababu amekabidhiwa kwa ajili ya mechi za kimataifa, naamini pia kwa uwezo wake na experience, kwa sababu ukiangalia mechi nyingi anazocheza ni za kimataifa. Anacheza Tanzania na timu fulani za kutoka, yani timu za mataifa mengine. Kwa hiyo ana experience kubwa na kucheza timu za kimataifa kuliko timu za ndani. Kwa hiyo nadhani kwa jukumu alilopewa la kuivusha Simba kwenda kwenye hatua ya makundi, ni kocha ambaye anastahili. Ni kocha ambaye ana uwezo mzuri na anaweza kufanya jambo kubwa katika kikosi cha timu ya Simba. Sawa, tumalizie na hili sasa. Tutarajie kipi sasa katika ligi kuu soka Tanzania bara kiujumla, kwa sababu tunaona Yanga ameweza kuondoka na ushindi, lakini Azam pia dhidi ya KMC naye aliweza kuondoka na ushindi dhidi ya Mbeya City. Mbeya City, yes. Kwa upande wao sasa kivyote, katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa timu nzima, kipi ambacho tunaweza tukakitarajia kwa kikosi hicho cha Simba, Yanga, Azam na timu nyingine zote? Kwa sababu tunaona msimu uliopita mchezo wa mwisho ndio uliweza kuamua bingwa ni nani. Vipi kuhusiana na msimu huu? Kwanza tunategemea kuona ligi yetu inazidi kukua. Ndio maana nikaanza kusema kwamba kwa mchezo ambao wameonyesha jana Pamba, ni mchezo mzuri ambao unaonesha ligi tunakwenda kuwa na ligi aina gani. Kwa hiyo kwenye msimu huu pia tutegemee kuwa na ligi ngumu zaidi ya msimu uliopita. Tunaweza msimu uliopita tumeona mpaka mechi ya mwisho ndio tunaenda kuona bingwa ni nani. Japo ilikuwa ni kati ya hao wawili, kwamba mmoja ambaye anashinda na kwenda kuwa bingwa. Na pia ingetoa draw Yanga angeendelea kuwa bingwa, lakini ilikuwa ni ligi ngumu ambayo matokeo au mshindi tumekuja kumpata kwenye mechi ya mwisho. Kwa hiyo msimu huu pia utegemee kuona ligi ya tofauti, na binafsi tunategemea kuona sio kuona kwamba Simba na Yanga ndo wanakwenda kupambania ubingwa. Naona tuna Singida imesajili vizuri, una Chama pale, una Ucho, una Chakei, una wachezaji wazuri wengi. Unaona Pamba pia uwezo walioonyesha jana, kina Kamara wanacheza vizuri. Umeona pia Mbeya City JKT, unaona ameshinda mechi zake zote mbili alizocheza. Kwa hiyo tunategemea kuona ligi bora zaidi ya msimu uliopita. Na hiyo inabebwa pia na uwekezaji mkubwa ambao unaendelea kwenye timu zetu za ligi kuu Tanzania bara. Sawa, moja kwa moja la kumalizia kama unalo. Mashabiki wa mpira waendelee kufurahia soka la Tanzania. Mpira wa Tanzania unaendelea kukua, unaendelea kuwa na burudani za kutosha. Tunaona uwekezaji ni mkubwa. Usajili umefanyika kwenye kila timu, usajili mzuri sana. Tuendelee kuenjoy soka la Tanzania, tusupport vijana wetu, tusupport timu zetu, tusupport makocha wetu wazawa ambao wanazinoa timu zetu, ili basi mwisho wa siku ligi yetu iendelee kupanda nafasi na hatimaye tuje kupata bingwa wa Afrika kutoka Tanzania. Sawa, nikushukuru sana. Unasema MC Poncho. Sawa, MC Poncho, nikushukuru sana. Asante. Nadhani tutazidi kwa pamoja. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kwa siku hii leo. Moja kwa moja usiache kuendelea kutufuatilia. Ulikuwa nami Tobias Kisima pamoja na MC Poncho. Bye bye.